kwanza ambayo ilitengenezwa na kukawa na mtu ambaye alicheza upande wa Mwokozi ilitengenezwa mwaka 1912. Filamu hiyo ilikuwa inaitwa From the Mangers to the Cross, yaani kutoka kwa hori la kulia ng'ombe mpaka kwenye msalaba. Na aliye act ama aliyecheza kana kwamba yeye ndio Mwokozi alikuwa Robert Henderson. Tangu mwaka huo 1912 mpaka kufikia mwaka 2020 kulikuwa kumechezwa ama kumetengenezwa filamu 70. Kati ya hizi filamu 70 kuna sehemu ambayo mwanaume alicheza sehemu ya Mwokozi. Hii ambayo ilitengenezwa mwaka 2020 ilikuwa inaitwa Yeshu, na aliyecheza upande wa Mwokozi alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anaitwa Vivian Shah. Hii ya mwaka 2020. Kwa hivyo kati ya hizi filamu 70 tangu mwaka 1912 mpaka mwaka 2020 kuna filamu mbili ambazo zimekuwa maarufu sana, na hizi filamu mbili ndio zimewika kote duniani. Ni mahali chache ambapo unaweza ukaenda ukakosa kusikia kuna mtu ambaye ametazama moja kati ya filamu hizi. Moja kati ya hiyo filamu ilitengenezwa mwaka 2004, inaitwa The Passion of Christ. Passion of Christ, yani ule utu wa Kristo. Na aliyecheza ya pili ambayo ina sifa ni filamu ambayo inaitwa Jesus of Nazareth ama Yesu wa Nazarethi. Imetafsiriwa katika lugha nyingi mpaka za kimama, lugha za kimama filamu hii imetafsiriwa kwayo. Aliyecheza filamu hii kwanza ilitengenezwa mwaka wa 1977, na aliyecheza upande wa Mwokozi alikuwa ni jamaa kutoka huko Britain ama England. Jamaa anaitwa Robert Powell. Robert Powell alizaliwa tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka wa 1944 kule Salford, England. Ye pia naye kazi yake ni mchezaji sinema. Ni mume, maana ameoa na ako na watoto wawili. Kwa hivyo utaona ya kwamba picha za Robert Powell pia zimesambaa kote ulimwenguni. Iwe ni kwa magari unapata imewekwa, wengine hata wanazichora vizuri, wanaweka kwa nguo zao, kwa matisha, na wanaita Jesus of Nazareth. Huyo sio Mwokozi. Huyo ni jamaa fulani kule England, Salford, anaitwa Robert Powell. Jambo hili limesambaa kwa ukubwa, na wanadamu wanafikiria wakiweka picha za wazungu hawa katika nyumba zao wako na Mwokozi anawapea ulinzi. Hiyo hakuna ulinzi unapewa, maana maisha ya wandugu hawa kazi yao ni hiyo, wana act movie. Leo ataact ya Yesu, kesho nyingine ataact yeye ndio mwizi mahali, kesho nyingine ataact yeye ndio gaidi, kesho nyingine ataact yeye ni polisi. Kwa hivyo hiyo ndio kazi yao, lakini wanadamu wameenda kiwango mpaka wameanza kuabudu hizo picha wakifikiria kwamba wanamwabudu Mwokozi. Tukumbuke maneno ambayo tumesoma pale mwanzo katika kitabu cha Matendo ya Mitume 17 mstari wa 29, ya kwamba uungu hauwezi kupatikana katika vitu vilivyotengenezwa na mwanadamu. Hauwezi ukachukua kitu ambacho kimeundwa na mwanadamu, picha, uchukue uchoraji, uchukue sanamu, ufikirie kwamba uungu utapatikana katika vitu hivyo. Haiwezekani. Katika kitabu cha Waebrania 13 mstari wa 8 anatuambia hivi, Yeshua Masihi ni yeye yule jana na leo na hata milele. Kwa hivyo Mwokozi ni yeye yule jana, leo na hata milele, habadiliki. Lakini utaona ya kwamba hizi picha ambazo wanadamu wanapewa zinabadilika, maana zinalingana na wanadamu ama zinalingana na miungu ambayo ilikuwa inaabudiwa siku zile za wapagani, na hata upagani ungali unaendelea katika kanisa. Tumekatazwa ya kwamba tusiabudu miungu mingine. Tumekatazwa ya kwamba tusijifanyie sanamu ya kuchonga na kuweza kuiabudu. Katika Biblia ukisoma Kutoka 20 inasema hivyo.
Kwa hivyo ni jukumu lako wewe unayenitazama kuelewa ya kwamba huwezi ukahusisha Mungu wa mbinguni na miungu ya wanadamu. Haiwezekani. Hivyo vitu ambavyo umeweka nyumbani kwako kwa hakika sio Mungu, sio Mwokozi. Mwokozi akasema katika Yohana 4 mstari wa 23 hadi 24 ya kwamba wamwabuduo Baba watamwabudu katika roho na katika kweli. Hatutamwabudu Baba katika picha, tutamwabudu katika roho na katika kweli. Mpendwa mtazamaji, jaribu kutafakari yaliyoko katika nyumba yako ama ofisini kwako ama hata katika gari lako, katika mavazi yako, uone ya kwamba hayampendezi Mungu. Mungu anapendezwa wakati anaabudiwa yeye peke yake bila kulinganishwa na mtu mwingine. Katika Isaya 42 mstari wa 8 imeandikwa hivi: mimi ni Elohim, ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mwingine, wala sitawapa sanamu sifa zangu. Kwa hivyo Mwokozi haezi akafurahia wakati unapompea mwingine sifa zake, wakati unapopea sanamu sifa zake, wakati unapopeana sifa zake kwa picha, unapeana sifa zake kwa mwanadamu mwingine, kina Robert Powell na kina Jim Caviezel. Mwokozi hafurahii. Utukufu wake anataka ubaki wake tu. Kwa hivyo mpendwa, jaribu kutafakari mambo haya. Ukiwa na swali, tafadhali uulize pale kwa chat box na tutakujibu. Asante mtazamaji kwa kufuatilia video hii hadi mwisho na kushukuru. Kama hauja subscribe, tafadhali subscribe. Guza notification button ndipo utakapotoa video nyingine kama hii, YouTube itakujulisha. Na ikiwa video hii imekupendeza, tafadhali ipe alama ya kuvutia. Bye bye.